Hello, karibuni tena katika chaneli yetu ya Swahili Tech Club. Leo tunaendelea pale tulipoishia. Hapa tulishatengeneza simple bolt yetu. Sasa kinachofuata ni kuisave kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Kwa unakuja hapa kwenye save, kisha unabonyeza save as. Baada ya hapo andika bolt. Bolt, hakikisha unaona sehemu ambayo unasavea hapa ili usije kaipoteza pati yako. Mfano mimi nasavea kwenye desktop kwenye folder project, kisha save. Yes. Sasa leo tunaendelea na pati nyingine ambayo ni tuliacha kama task. Ilikuwa ni pati rahisi tu, ni hii hapa. Kwa tutaifanya hii ili tuone namna gani tunaichora na kuna feature gani ya muhimu inatufundisha pati hii. Kwa kama mnavyoona ni base plate drawing ambayo isometric view yake ni hii na top view yake ni hii, front view yake ni hii. Na hii ndo right view. Kwa hiyo hapa tutaanza kuichora. Tutachora kama block, kisha baadaye tutaweka extrude cut, tutacut cycle. Okay. Nakuja hapa new part. Kisha tunakuja kwenye sketch. Tunachagua front plane. Baada ya hapo tutachukua line. Tutachora hivi. Hakikisha ipo horizontal kwa kuangalia hii alama ya njano ikitokea. Hapa sio horizontal. Hapa ndio horizontal. Chora shape ya ile block. Okay. Escape. Unaweza kuvuta mstari hapa kulinganisha kwa kudrag, una left click kisha una drag. Baada ya hapo add line kutoka hapa mpaka hapa. Okay. Mchoro wetu umebi closed. Kwa hiyo ukiona upo closed umewekwa kivuli ujue upo ready kwa add features. Kwa hiyo tunachokifanya hapa tuna add dimensions. Nakuja sketch, smart dimensions, kisha tuone dimensions zetu. Kiangalia hapa ni 0.5 hiki hapa, na hapa ni 2.5 kimo, na hapa urefu ni 3.5 na gap hii ni 0.5. Kwa tutaanza na kimo hapa 2.5 enter. Then hapa ni 0.5 enter. Then hapa ni ukiangalia hapa ni 3.5. Kwa ta click hapa 3.5 enter. Then hii gap hapa ni 0.5 enter. Dimensioning za mchoro wetu imekamilika. Utakuja kumenya hapa okay. Then utakuja kwenye features. Feature gani? Inabidi hii iwe kama hivi. Kwa hiyo tutatoa kwenye 2D tuweke kwenye 3D sketch iwe kama hivi. Kwa hapa tutatumia feature ya extrude boss base. Kuja kwenye features na menya extrude boss base. Utaona mchoro wetu umetoka kwenye 2D umeenda kwenye 3D. Utakachokifanya utakuja hapa kwenye depth. Ukiangalia hapa kwenye mchoro wetu kwenye top view depth yake ni 3 mm. Kwa utakuja hapa utaandika 3 enter. Kwa block yetu imekamilika. Kilichobaki ni extrude cut ya cycle ya hapa. Kwa utamenya hii sehemu unataka kufanya extrude cut, uta left click kisha utaenda hapa normal to
Baada ya hapo utaenda kwenye sketch, utachora unataka kukata nini. Utakuja kwenye cycle, kisha utachora cycle yako hapa. Baada ya hapo utaweka dimensions. Ukiangalia dimension ya cycle, center yake ni 1.5 kutokea hapa na pia ni 1.5 kutokea hapa, na pia diameter ni 1. Kwa tutakuja hapa, tunaenda kwenye sketch, smart dimension, tutaminya center na hii line hapa, tutaweka urefu ni 1.5. Kisha tunakuja hapa na center, urefu ni 1.5. Okay. Kisha diameter ni 1. Okay. Kwa hiyo hapa tushamaliza kuchora cycle yetu na tushaweka dimension. Kwa hiyo kinachofuata tunakuja kwenye features. Unakuja kwenye extrude cut. Ukiweka isometric view utaona imekata mpaka milimita 3, ila sisi urefu wetu hapa ni 2.5 mm. Kwa utaweka hapa 2.5 enter. Okay. Kwa kama mnavyoona tayari pati yetu ipo tayari. Kwa tutakuja kuisave hapa. Hii tutasave kama base plate. Okay, save. Baada ya hapo leo tumalizie na pati nyingine simple kabisa ambayo ni hii. Tumalizie na hii ili baadaye tuje tuchole simple assembly ya hizi pati zote tatu. Kwa tukimalizia hii tunaangalia ni kuna front view yake ambayo ni 5 mm upana, kisha urefu ni 3. Kwa tutakuja kuchora imekati ya cycle ya diameter 1. Kwa tuende hapa new part, utakuja hapa sketch, front plane. Okay. Unaweza ukaanza na front plane au ukaanza na top plane. Unaweza ukaanza na front plane ukachora sketch, ukaja ukachukua hii rectangle, kisha baada hapo ukaichora hivi front view yake. Okay. Baada ya hapo unakuja kuiwekea dimensions ambao hapa ni 0.5 na huku urefu wake ni 3. Kwa hiyo utakuja hapa sketch dimensions 0.5 enter na length ni 3 enter. Okay. Baada hapo tunafanya extrude boss base. Extrude boss base kwa urefu wa 3. Maana yake tutaenda kwenye features, extrude boss base, kisha hapa itakuwa ni 3 mm. Okay. Kama mnavyoona plate yetu ipo tayari. Kwa hiyo itabidi tuchore na ile extrude cut. Tutakuja hapa kwenye top view, tutaweka normal tu, nakuja kwenye sketch cycle, naweka duara letu hapa. Okay. Na diameter ni 1 na pia ipo center ya hizi, so ni 1.5 from here, 1.5 from here. Then I come here, sketch smart dimension, from here to here tunaweka 1.5. Okay. Na kutoka hapa mpaka hapa pia ni 1.5 enter. Na diameter
ni 1 int. Features extrude cut, utakuja hapa moja kwa moja tu utaweka through all, maana yake ikate plate nzima. Okay. Baada ya hapo ukiangalia isometric view ya plate yako utaona imekatwa kama ilivyo. Kwa hiyo hapa utakuja save, tuandike plate, save. Okay, asanteni kwa kunisikiliza. Tuendelee kufuatilia tutorial hizi. Nadhani hapa tumejifunza features 2 na tumepata experience namna ya kuzitumia. Sasa tutorial itakayofuata tutaenda kuziunganisha hizi features au hizi parts kwenda kuchora mchoro huu wa simple assembly ya hii. Huu ni muunganiko wa ile simple bolt plate na basic plate. Kwa hiyo tutakuja kuona namna ya kuchora. Asanteni sana, karibuni, enendeleeni kufuatilia. Asante.